Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahibbai almushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jami'an. Halqa ya leo tutazungumzia kuhusu hadithi yenyewe ambayo kwamba iliyoko kwenye sahihi al-Bukhari, na leo tunataka kujadili hadithi kama hini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Anapokuja mtu na habari, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema idha ja'akum fasiqun. Lao angesema idha ja'akum fasiqun, hapa anazungumzia fasiq moja kwa moja, lakini anasema in ja'akum, yani in yahtamil, kuna ikhtiyar, ima an yakuna fasiq au sio fasiq. Ndio Mwenyezi Mungu anasema in ja'akum. Lakini sasa tutamjuaje kwamba huyu ni fasika ama si fasiq? Baada ya kuichunguza ile habari. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema in ja'akum fasiqun binabi fatabayyanu, ichunguzeni ile habari. Yani kabla kufuata habari kama ile, kabla kumwambia mwenzako habari kama ile, ni lazima uchunguze habari kama ile. Na hapa Mwenyezi Mungu anazungumza kuhusu dini, masala ya dini, sio masala ya dunia, la, masala ya dini. In ja'akum fasiqun binabi fatabayyanu an tusibu qauman bijahala, sija mkawasibu watu kwa kutojua, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkawa ni wenye kupambazukiwa hali ya kuwa ni wenye kujuta kwa ile mnayofanya, mkawa wenye kujuta. Kwa hivyo ili tusijute kesho yaum al-qiyama, ni lazima lolote katika dini tulichunguze, na haswa katika vitabu vya hadithi, kwa sababu vitabu vya hadithi ni maneno ya mwanadamu, ni maneno yalotungwa na kukusanywa na mwanadamu, tofauti na Qur'an. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maadamu wewe ni Muislamu ni lazima uamini kiliomo ndani ya Qur'an. Yani Qur'an ama maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayana haja ya kujadili, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakutoa, maadamu wewe ni muumini ni uamini kitabu. Mwenyezi Mungu ashakwambia dhalikal kitabu la raiba fihi, kwa hivyo lazima ni uamini. Mwenyezi Mungu asema hiki ni kitabu hakina shaka ndani yake, na akasema walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Hiki kitabu Mwenyezi Mungu anakisifu, lao kingekuwa kinatoka kwa mwanadamu kingekuwa na ikhtilafu nyingi. Kwa hivyo ndani ya Qur'ani hakuna ikhtilafu, Mwenyezi Mungu anakwambia. Kwa hivyo na aya kama hizi naziamini kwa sababu zimo ndani ya Qur'ani na alosema ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hatuna shaka na Qur'ani, bali Qur'ani ni kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, na ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hapa ni kutadabbar. Mwenyezi Mungu anataka tutadabbar maneno yake, hufai kuyajadili kwa nini Mwenyezi Mungu ametufaradhisha saumu, la, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia utadabbar maneno yake. Niulize, kwa nini Mwenyezi Mungu saumu amesema kutiba, hakusema furidha? Hivyo ndio anapotaka Mwenyezi Mungu. Kwa nini kwenye swala si furidha, ni kitabu, si faridha? Mwenyezi Mungu anatuambia inna salata kanat ala almu'minina kitaban. Kwa hivyo swala ni kitabu, saumu ni kitabu, ambao zaka Mwenyezi Mungu hakuifanya ni kitabu. Kwa nini zaka si kitabu? Kwa nini zaka ni faridha? Hiyo ni tadabbur ambao kwamba Mwenyezi Mungu ndo anaotaka, lakini sio kujadili kwa nini Mwenyezi Mungu ametufaradhishia saumu, kwa nini Mwenyezi Mungu ametuambia tuswali. La, hatujadili kama hilo. Kwa hivyo lolote lililomo ndani ya Qur'ani ni wenye kuliamini kwa sababu ni kitabu, hakina shaka wala hakina ikhtilaf. Lakini vitabu vingine ambavyo ni vya dini, vitabu vya hadithi, ni vitabu ambavyo kwamba ni viloandikwa na mwanadamu, na mwanadamu ana sifa ya kupata na sifa ya kukosa, na haswa vitabu vya hadithi. Vitabu vya hadithi ni vitabu vimekuja baada ya kufa Mtume kwa muda mrefu, muda wa karne, karibia karne mbili.
ndio vaja vitabu vya hadithi kusema kwamba mtume amesema. Ukiangalia Imam al-Bukhari amekufa 256 Hijria na Mtume Muhammad amekufa 11th Hijria. Kwa hivyo angalia hiyo gap kubwa, alafu baada ya 256 mtu yaja yatuambia haya ni maneno ya mtume, ambapo maneno kama yale yalikuwa yaandikwa, vitabu kama hivi vya hadithi vipatikane wakati ule wa mtume, kama vile wakati Qur'ani ilivyo imeandika kwenye suhuf, na vitabu vingine pia vilikuwa vipatikane wakati ule ule wa mtume. Lakini Mtume Muhammad alikataa kusiwe na kitabu chingine, ndio ikawa kupatikana kitabu chingine isipokuwa ni Qur'an. Mtume amekataa, hakuna kuandika hadithi, na makhulafa ar-rashiduna wakafuata mwenendo sunna kama hiyo, wakaifuata Mtume Muhammad. Lakini baada ya makhulafa ar-rashidin kuja daulatu Umawiya na daulatu Abbasiya, ndo wakaja na mambo. Daulatu Umawiya wakati wa Umar ibn Abdul Aziz ndo akaanza kuleta mambo ya hadithi na vitabu vinginevyo. Daulatu Abbasiya ndio ikaja ikawa ni misiba ya kutunga mahadithi katika daulatu Abbasiya. Kwa hivyo hivi ni vitu vimekuja baadaye. Kwa hivyo maadamu vimekuja baadaye na vimeandikwa na mwanadamu, na mwanadamu ana sifa ya kupata na kukosa, basi ni lazima tuyachunguze maneno tunaoletewa. Sio kila unaloletewa wewe walikubali, la, ni lazima ulichunguze kabla kufuata, kwa sababu huenda ikawa ni maneno ya makosa, kama tunavyojua namna ya Uislamu baada ya kufa Mtume Muhammad alayhi salam, hali ilivyokuwa. Ukisoma tarehe utajiona wazi kwamba hali ilikuwa ni mbaya. Kila mtu anapigania uongozi na kila mtu anavutia upande wake. Kwa hivyo ni jambo zuri kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu kwamba chochote cha dini ni ukichunguze, na haswa hivi vitabu vingine. Kwa hivyo leo tunataka kuichunguza hadithi kama hini, kwamba hadithi iliyoko kwenye Sahih al-Bukhari, na hadithi yenyewe inamzungumzia nana yetu Aisha ambaye ni mama yetu nana Aisha, na hadithi kama hii inamdhalilisha nana yetu Aisha. Kwa maoni yangu inamdhalilisha nana yetu Aisha, kwa sababu hadithi yenyewe inazungumzia mambo sio ya kawaida. Yani mwanadamu ni vigumu kuyakubali mambo kama hayo. Kwa hivyo kwa nini, ambapo hata wewe huwezi kuyafanya mambo kama hayo, kwa nini umsingizie mama yetu Aisha mambo kama haya? Hadithi yenyewe utaipata kwenye Sahihi al-Bukhari katika mlango babul ghusli biswa'i wa nahwihi, mlango wa kuoga biswa'i, kwa pishi, wa nahwihi, na mfano wake. Yani hadithi kama hiyo utaipata kwenye Sahihi al-Bukhari kwenye babul ghusli biswa'i wa nahwihi. Hadithi yenyewe inazungumzia nini? Hadithi yenyewe inasema kwamba Aba Salama, huyu Aba Salama anatuambia, na Aba Salama ni kijana wa ukhti yake nana Aisha. Yani Abu Salama amwita nana Aisha khalati yake, kwa sababu ni kijana wa dadake Aisha, na ni ndugu yake, sio ndugu wa undugu wa damu, la, ni ndugu kwa kunyonya, mina radhaa. Na hapa niko na wasiwasi, ni undugu aina gani huu wa kunyonya? Je, ni wa ule miaka miwili ambao kwamba wa mtoto mchanga, ama ni udugu wa kunyonya wa ile hadithi tuliozungumza katika halka ya nyuma, yani udugu wa kunyonya wa watu wazima? Hapa niko na shaka kwamba huu udugu wanaotaja hapa ni udugu wa utu uzima, kwa sababu ni hadithi, na hadithi inatilia nguvu zile hadithi za ridhaul kabir. Kwa hivyo hapa inaonesha kwamba tuambiwa kwamba huyu Abu Salama ni kijana wa ni kijana wa dadake nana Aisha, kijana wa dada yake nana Aisha. Na kijana kama huyu ni kijana ambaye kwamba mina radhaa, kwa kunyonya. Kwa hivyo moja kwa moja inaenda kwamba ni katika masala ya ridhaul kabir, kwa sababu tunajua na Aisha tuambiwa kwamba ilikuwa hawezi mtu kuingia, ama mtu yoyote atakaye kuingia kwake yeye ni mpaka amwamrishe kwamba ikiwa ni ajnabi ni lazima aende
akanyonyeshwe na madada zake, ama na anyonyeshwe na madada zake, ili apate ruhusa ya kuingia, yani ili awe mahrim. Akienda kinyonyeshwa na dadake, itakuwa huyu ni khalati yake, kwa hivyo ni mahrim yake. Kwa hivyo Abu Salama tuambiwa kwamba ni kijana wa dada yake na Aisha. Asema nini huyo Abu Salama? Asema dakhaltu ana wa akhu Aisha, tuliingia mimi na ndugu yake Aisha, yani wanaume wawili. Waliingia wapi? Waliingia kwa nana Aisha. Fasaalaha akhuha, ndugu yake akamuuliza, yani ndugu yake nana Aisha akamuuliza nana Aisha, an ghusli nabii, namna alivyokuwa akioga Mtume Muhammad alayhi salam. Yani wanaume wawili, Abu Salama na ndugu yake nana Aisha, waenda kwa nana Aisha. Waenda kwa nana Aisha kufanya nini? Kumuuliza namna gani Mtume alikuwa akioga. Kuoga nini? Kuoga janaba. Kisha hadithi yaendelea, yasema kwamba fada'at biina'in nahwu min sa'i, akaitisha chombo ambacho chombo chenyewe kiko na maji, nahwu min sa'i, mfano wa pishi, yani kiwango cha yale maji ni saizi ya pishi. Isitoshe hapo, sasa jambo la kushangaza ni kwamba tuambiwa faghtasalat, akaoga. Kisha baada ya kuoga, nani akaoga? Nana Aisha akaoga. Wa afadat ala ra'siha, na akanyunyiza. Sasa Abu Salama yatuelezea, Abu Salama ameingia pamoja na ndugu yake nana Aisha, wakamuuliza nana Aisha kuoga janaba kwa Mtume alikuwa akioga vipi? Hadithi kichwa heading imekuja ni kiwango gani, inazungumzia kuhusu kiwango, babul ghusl biswa'i wa nahwi, ni kuulizia kiwango, lakini kwenye hadithi imekuja namna ya kuoga, imekuja namna ya kuoga. Sasa tuambiwa Abu Salama hapa, tuambia faghtasalat, na Aisha akaoga. Alipooga, wa afadhat rasaha, na akamimina ala rasiha, akamimina maji kwenye kichwa chake, yuaoga, yani yuwaonesha namna ya kuoga janaba. Wanaume wawili waenda kwa Mtume Muhammad, waenda kwa nana Aisha, awafundisha namna ya kuoga janaba, kisha wabainana wabainaha hijab. Abu Salama asema vile anavyotufundisha kule kuoga, kulikuwa kuna pazia kati yake na yetu sisi. Sasa ikiwa anamwogesha, ikiwa kuna pazia kati yao wawili, ina haja gani na Aisha awe ni mwenye kuoga ikiwa kuna pazia? Na pazia kama hii hatujui, na ikiwa yawafundisha kuoga na Aisha anawafundisha hao wanaume wawili kuoga, kwa hivyo ina maana pazia kama ile ni pazia yaonesha, kwa sababu ndio wapate kuona namna ya kuoga. Unaona namna ya hadithi kama hivyo, kama hii inavyomdhalilisha na Aisha wetu, mama yetu Ummul Mu'minin, kwamba wanaume wawili waenda kwa nana Aisha, wawe hata kama ni ndugu, wawe hata kama ni ndugu. Yani ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Yani wewe uende kwa dadako, ambaye kwamba dadako ni mtu mzima, umwambie dada, nifundishe namna ya kuoga janaba. Dadako moja kwa moja atakwambia wewe huna haya wewe, kwa sababu ni jambo vipi. Afadhali ingekuwa hadithi imekuja kwamba walipokwenda kumuulizana na Aisha, kwa sababu hadithi yenyewe inazungumzia kiwango cha utumiaji wa maji, ni kiwango gani cha kutumia maji, ndio kichwa cha hadithi, babul ghusl biswa'i wa nahwihi, imekuja hivyo. Kwa hivyo ingekuwa hadithi ingekuja kwamba nana Aisha akatia maji kwenye pishi, akawaonesha kwamba hichi ndio kiwango cha kuoga janaba alichokuwa kioga Mtume, ingekuwa tosha. Ama kama kuna mengine angekuwa amewaambia shafahi.
Sio kwamba nini hiyo awe afanya nini, afanya vitendo, la, angekuwa amewaambia kwamba alikuwa akifanya hivi akifanya hivi akifanya hivi tosha, lakini sio kwamba yuwafanya vitendo. Tena kitendo chenyewe ni kitendo kwamba yuaingia choni, yualeta maji, alafu aweka pazia, alafu waafadhat ala rasiha na akamimina maji. Kwa hivyo ina maana wamemuona nyele na Aisha akimimina maji, yani maneno ambayo kwamba sio ya sawa. Yani haya maneno sio ya sawa. Na kwa nini waende kwa nana Aisha? Kwani hakuna yoyote anayejua namna ya kuoga janaba? Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani hakutaja namna ya kuoga janaba? Ametaja haya yote na kila kitu amekea wazi, kama alivyosema wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay. Mwenyezi Mungu amebainisha na kuweka wazi kila kitu, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekifafanua. Mwenyezi Mungu anasema. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kila kitu amekifafanua, vipi hawa wawili waende tena kwa nana Aisha? Sio angekwenda kwa wengine yote? Kwa nini waende kwa nana Aisha? Hii yote ni kuonesha kwamba, na tumeonesha hadithi nyingi za nyuma tulizozungumzia kwamba ni hadithi za kumlenga nana Aisha. Hawa ni watu ambao kwamba walikuwa wanampinga nana Aisha na kumdhalilisha. Kwa hivyo hadithi zote tunazoziona zile nyuma tulizozungumzia, utakuta nana Aisha amesema, na si sawa wala haiwezekani wala haingia akilini kwamba nana Aisha ni mwenye kufanya mambo kama haya. Hata kama ni dini, wataka kujua dini, lakini haifikii mpaka hapo ati nana Aisha awe ni wenye kuwaonesha namna gani ya kuoga alivyokuwa akioga Mtume na yeye akifanya kwa vitendo. La abadan. Sasa hapa, je, twajiuliza kwa nini wasiangalie ndani ya Qur'an? Kwani Mwenyezi Mungu hakutaja ndani ya Qur'an? Kwa nini waende kwa nana Aisha waulizie namna ya kuoga janaba, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wa kulla shay'in fassalnahu tafsila? Je, Mwenyezi Mungu amesema urongo ama hajasema maneno kama haya ndani ya Qur'ani mpaka waende kwa nana Aisha? Wallahi, kila kitu cha katika dini unachokitaka Mwenyezi Mungu amekitaja ndani ya kitabu chake. Kila kitu unachokitaka katika dini Mwenyezi Mungu amekitaja ndani ya kitabu chake, tasdiqan liqaulihi ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Ikiwa wewe unaamini kwamba haya maneno yanatoka kwa Mwenyezi Mungu na ukaamini kwamba kila kiliomo ndani ya hiki kitabu, kiliomo ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekifafanua, na kila ambacho kwamba kinahusiana na dini Mwenyezi Mungu amekitaja ndani ya Qur'ani. Ikiwa unaamini mambo kama hayo, basi kila kitu utakipata ndani ya Qur'ani. Na Mwenyezi Mungu amezungumzia mambo kama hayo, mambo ya janaba ndani ya Qur'ani. Haina haja alikuwa waende kwa nana Aisha wajue namna gani alivyokuwa akioga. Yaani ni kama ambayo walikuwa hawajui kuoga janaba ni vipi. Kwa hivyo le tuangalia, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia haya? Naam, Mwenyezi Mungu ameyazungumzia haya ndani ya kitabu chake. Na baada ya Mwenyezi Mungu kusema kwamba tibyana likulli shay'in, amefanya maksudi Mwenyezi Mungu kufafanua na kubainisha kila kitu ndani ya Qur'ani, ili wewe baada ya kuondoka Mtume Muhammad alayhi salam una haja ya kwenda kwa shekhe kumuuliza. Sababu Mwenyezi Mungu kufafanua kila kitu katika dini, katika mambo aliyoharamisha, Mwenyezi Mungu amefafanua akaweka wazi kila kitu. Nini sababu ya kufanya hivyo? Ili usiende kwa shekhe. Kwamba kitabu kinakutosheleza wewe, usiende kwa yoyote. Qur'ani inakutosheleza, kila kitakacho utakikuta ndani yake. Na hata ukiwa utakwenda kwa mtu, kwa shekhe, huyo shekhe ni anachokuamrisha, anachokuharamishia, anachokuambia katika dini,
ni atoe dalili kutoka ndani ya Qur'an, wala sio kwenye vitabu vingine. Kwa hivyo leo tuangalie, je, ilikuwa kuna haja ya hawa wawili kwenda kwa Nana Aisha mpaka waoneshe namna kwa vitendo namna ya kuoga? Ilikuwa haina haja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kisha Mwenyezi Mungu aendelea, wa in kuntum junuban fatahharu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Maida aya ya 6 anazungumzia kuhusu udhu. Na kwa nini nimeanza na hii aya? Ili kutaka kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye udhu ametutajia namna na kiwango cha kutawadha, yani namna na sehemu za kutawadha ni zipi. Mwenyezi Mungu akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi muamini, idha qumtum ila salati, munaposimama kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum ila almarafiqi, na mikono yenu ila almarafiqi, mpaka kwenye viwi. Mwenyezi Mungu ameweka kiwango hapa mpaka hapa, ila almarafiq. Wamsahu biruusikum, na mupanguse vichwa vyenu, wa arjulakum, na miguu yenu, ila alka'bayn, mpaka kwenye macho ya miguu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye udhu ametutajia ni viungo gani na mpaka sehemu gani ndo zinafaa utawadhe na ndio utakuwa umekamilika udhu wake. Mwenyezi Mungu ametutajia, kisha akasema, wa in kuntum junuban fatahharu, na mkiwa mko na janaba jitwahirisheni. Lakini swali litakuja, vipi tutajitwahirisha na hili janaba? Mwenyezi Mungu kwenye suratul Nisa aya ya 43 anatueleza vizuri, anasema, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wala junuban illa abi, wala mwenye janaba illa abiri sabil. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii hazungumzi swalatul harakia, la, anazungumzia ile swalatu la tuqam. Na hizi ni khalqa nimezungumzia nyuma kuhusu maana as-swala. Kuna ndani ya Qur'ani kuna as-salatu tuqam wa as-salatu la tuqam. As-salatu tuqam ni swala harakia, ile tunaoswali alfajiri, dhuhri, asri, maghrib na isha. Lakini as-salatu allati la tuqam ni swala ambayo kwamba tunayoita dhikri, kumtaja Mwenyezi Mungu, kusoma Qur'ani, kusoma dua, kuleta istighfar. Hiyo ni as-salatu. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu hazungumzii swalatul harakia, la, Mwenyezi Mungu anazungumzia swala ambayo kwamba ile ya kuleta dhikri na kuleta dua. Ndio Mwenyezi Mungu asema, hatta ta'lamu ma taqulun walaysa ma taf'alun, ma taqulun. Kwa hivyo wala junuban, wala mwenye janaba, illa abiri sabil, illa yule mwenye kuleta dhikri kidogo tu, yani ya murru marra alkiram, kidogo tu, hatta taghtasilu, mpaka aoge. Mwenyezi Mungu ametaja alghusl, mwenye janaba ni mpaka aoge. Na kuoga alghusl tunajua kwamba maana ya alghusl huwa ta'mimu aljasad bilma, ni kumimina mwili wote kwa maji. Hiyo ndo maana ya ghusli. Kwa hivyo mwenye janaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia utwahara wake ni aoge basi, hajazidisha lengine wala hajapunguza. Mwenyezi Mungu anatuambia hatta taghtasilu. Kwa hivyo janaba ni kuoga. Janaba, mtu anapokuwa na janaba yeye anatakiwa aoge. Hivyo ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuoga ni kujimwagiza maji mwili mzima. Hiyo ndio kwenye udhu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia mkiosha mkono uanze huku mpaka mwisho wa kitanga cha mikono, miguu mpaka kwenye macho. Lakini kwenye janaba, kuoga janaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema lolote. Lakini utakuta maal asafu shadid, baadhi ya watu utasikia wanaulizwa namna gani ya kuoga janaba. Utasikia mtu anakuambia mwanzo utie nia, na mimi nashangaa vipi utie nia? Mtu unapomaliza kufanya tendo la ndoa
wataka kwenda kuoga, umeinuka kitandani, umechukua tauli, hiyo ina maana kwamba wewe wenda kuoga. Sasa nia yatoka wapi? Nia ina haja gani ya kusema nia? Yaani hata nashangazwa mimi, yaani kule kwenda kwako chooni, hiyo ndio nia, lakini sio kwamba useme akifika mwanzo lazima utie nia. Kule kutoka kwako kwenda chooni ndio nia hiyo. Kwa hivyo utaambiwa kwamba kuna kutia nia, sijui kuna uoshe mikono mwanzo, kisha uoshe tupu yako, kisha utawadhe, kisha ndio ujimwagie maji. Yani inakuwa hata ni uzito kwa watu, na dini twajua ni wepesi. Na hata kama mtume alikuwa akitawadha kila mtu, yani hata kama ni mtu mwingine, kila mtu anatawadha, ana staili yake ya kutawadha. Na hizo ni zama, ilikuwa tena ni zama za zamani, hakuna shawa. Sasa hivi tuko na shawa, mtu ukisimama kwenye shawa, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ndo anajua, ndio akasema faghtasi hatta taghtasilu, ni mpaka aoge. Mungu alijua kwamba kutakuja kuwa na mashampuu, kutakuja kuwe na mifereji ya shawa. Yote haya Mwenyezi Mungu ndio Mwenyezi Mungu akasema hatta taghtasilu, mpaka muoge. Basi ni uingie chooni, ama hata waweza ukaingia baharini ukaruka chomo moja, ushaoga janaba. Ama kwenye swimming pool ukaruka chomo moja, ushaoga janaba. Hata taghtasilu. Hivyo ndio wanavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dini ni sahali, ni wepesi, sio kuwekea misururu ya mipangilio, aambiwa huko ndio kuoga, hiyo ndio kuoga janaba, ambako kwamba ni sahihi. Yani kama ambako kwa anakusema Mwenyezi Mungu sio sahihi. Mwenyezi Mungu anasema hata taghtasilu, na ghuslu ni kumimina maji mwili mzima, khalas. Hakuna cha nia, hakuna cha sijui kuosha tupu, sijui uoshe upande wa kulia kisha uoshe ubavu wa kushoto. Haya yote mtiririko wa mipangilio kama hiyo hakuna. Mwenyezi Mungu amekwambia hata taghtasilu, mpaka uoge. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameshatueleza namna ya kuoga. Vipi leo ukute watu ama hadithi tuletewe kwamba wanaume wawili wamekwenda kwa nana Aisha, huyu mmoja aambiwa ni ndugu wa kunyonya, ni khalati, amwita khalati nana Aisha kwa kunyonya, na huyu ni ndugu yake, waenda wafundishwa kuoga janaba, tena nana Aisha awafundisha kwa vitendo. Haya ni mambo ambayo kwamba si sawa kwa kuambiwa nana yetu Aisha. Kwa hivyo ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ametuwekea kila kitu. Haki iko wazi na batil iko wazi, na siku zote haki ndiyo yenye kusimama juu, na ndiyo Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na batil ni jambo lolote ambalo kwamba laenda kinyume na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama hayamo katika mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama yanapingana na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ndiyo batil. Batil ni kitu ambacho kwamba kinatokana na shetani, na kama tunavyojua vitabu ambavyo kwamba vilioko katika dini yetu vimevamiwa na shetani, lakini Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kitabu ambacho kwamba amekihifadhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekihifadhi kutokana na shetani, lakini vilivyobaki vyote, kwa hivyo ni lazima tuvichunguze kabla ya kufuata vitabu vingine vya dini yetu. Ni lazima tuchunguze, na mizani kama ninavyosema daima, mizani ni Qur'an. Kwa hivyo turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya fa'alayha wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.